Mwanamume alijifanya kuwa mpiga masaji kipofu na akatoa huduma za masaji nyumbani, lakini hakujua kuwa mteja alikuwa maiti. Anataka kukataa huduma, lakini muuaji alimtishia kuendelea. Bila chaguo lingine, mwanamume ilibidi afanye kazi akiwa amevaa glavu. Muuaji alimzuia kwa sababu walitaka kuacha alama za vidole vya mwanamume kumtia hatiani, ili kuepuka kufichua kuwa alikuwa anajifanya kipofu. Mwanamume alianza kutoa masaji kwa maiti. Wakati huu, alihisi baridi kwenye mgongo. Mwanamke aliyefariki ghafla alimshika mkono. Alitambua kuwa bado anaishi. Wauaji wawili walishuku mwitikio wa mwanamume, kwa hivyo mwanamume alijifanya kuwa na haja ya dharura kwenda kwenye choo. Kwa uangalifu walimfuata. Haikuwa mpaka walipoondoka ndipo mwanamume alidhamini kushuka chini, lakini alipogeuka alianguka tena kwenye mtego wa wauaji. Mwanamume alijifanya haoni na akaondoka kwa utulivu. Alirudi kwenye chumba cha kuishi na akaendelea kumfanyia masaji maiti, lakini haijalishi jinsi alivyojaribu kujificha, muuaji bado alimtuhumu. Kwa adabu alimkabidhi kisu cha kula. Mwanamume aliponyosha mkono, bledi ilimkabili. Alijua kuwa mwanamume hakujibu. Muuaji alishuka chini. Waliamua kumwacha, lakini wakati huu kulikuwa na kugonga mlangoni. Ilibadilika kuwa dereva wa mwanamume alikuwa amekuja kumchukua. Wakati huu alikuwa tayari amesahau utambulisho wake kama kipofu na alitaka tu kuondoka haraka iwezekanavyo. Baada ya kuingia kwenye gari, aliomba dereva ampeleke kwenye kituo cha polisi, lakini wakati huu muuaji alirekebisha nje ya dirisha la gari. Alimtishia dereva kushuka kuchukua kitu. Mwanamume ana wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa dereva na hata ana picha akilini, lakini hakujua kuwa dereva na muuaji walikuwa washirika. Walifanya kazi pamoja kuhamisha maiti kwenye buti ya gari, na muuaji aliwaambia dereva kupata nafasi kumwondoa mwanamume. Ndani ya gari, mwanamume aliamini hawezi kukaa tu na kungojea kufa, kwa hivyo alichukua chupa ya maji na akamshambulia dereva. Dereva alikuwa amekatizwa na akikuendesha gari. Mwishowe iligongana na lori. Watu wawili walitupwa nje ya gari. Dereva anaona nafasi ya kumdhibiti mwanamume, lakini wakati huu mwanamke alitoroka kwenye buti ya gari na akamwokoa mwanamume.